atakapokufa mtu kwanza, kabla mali yake haijarithiwa, kuna mambo lazima tuyazingatie kabla ya kuingia katika kuirithi mali yake. Sheria inasema kwamba zitumike mali zake zile fi tajhizi ila an yudha fi lahdi, zitumike mali zake zile katika kumwandaa yule, kwa maana ya masuala ya kumkosha kama sanda, kumpeleka kaburini. Inategemea mazingira na nchi na hali. Kuna baadhi ya maeneo wakoshaji wanalipwa, pengine kuchimbwa makaburi nalipwa, msafara pengine kutoka hapa mpaka kaburini. Alhasil zitumike gharama zote, tena zitumike bighairi taqtirin wala israf, basi watu wasijibane bane sana wala wasifanye israf, kati na kati. Kwa hiyo zitumike gharama hizo ikiwa kuna mazingira hayo. Huu mfumo tuliokuwa nao kwamba akishakufa mtu watu wanakaa kwenye baraza wakaanza kusema haya, jamani letu tumzike ndugu yetu, ni mifumo tumeiweka, lakini Uislamu haikuyaweka taratibu hizi, ni taratibu tumeziweka sisi wenyewe. Sheria inasema zitumike mali zake. Ikishamalizika hatua hiyo tayari tushamweka kwenye mwanandani. Tukadirie mathalan zimetumika 400,000 katika harakati zote hizo za yale yaliyohitajika yote mpaka kumweka katika mwanandani. Hatua inayofuata sasa ni qada duyun, ni kulipa madeni yake. Huququllahi wa huququl insan, kuna huququllah na haki za watu. Yeye bila shaka aliishi na jamii, alikopa na hali kama hizo. Kwa hiyo kama alikopa, basi zile haki zilipe kutokana na mali yake. Na kadhalika kuna huququllah, haki za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pengine alikuwa yeye ni mfanyabiashara au ni mfugaji au ni mkulima, au kuna hali zote ambazo aliwajibika yeye kutoa zaka na vinginevyo, basi litakiwa kabla ya warithi kuanza kugawa mirathi haki hizi zitolewe, kama ilikuwa kuna haki haikufanyika akiwa yeye. Sisi tumezaliwa sita na baba yetu, wanaume na wanawake. Mzee wetu ametangulia mbele ya haki kwa namna yoyote ambayo amemfika mauti yake, ikiwa ni kitandani, ikiwa kwa ajali, ikiwa kwa hali yoyote, na maana sisi tushathibitiwa kwamba ni warithi wa ile mali ya mzee wetu, muda kwamba hatujapitiwa na mawani irithi ambayo tutakuja kuvieleza pia, vizuizi vya kurithi. Ikiwa hatujapitiwa na vizuizi hivyo, basi tayari sisi tushathibitiwa kuwa ni warithi. Sasa wakati ule mzee wetu mathalan anakufa, basi sisi na sisi tuwe hai, hapo ndio tutakuwa tuna haki ya kurithi. Na ndio maana tuna kauli katika mazingira yetu kwamba alikimbia urithi, kakimbia urithi. Maana yake ni mfano mzee alikuwa na watoto 6 na mmoja katika watoto wake akafa kabla yeye ya kufa, yule kimsingi anakuwa shapoteza haki ya kurithi, kwa sababu sharti ya kurithi moja imeshapotea kwake, kwa sababu lazima awe hai wakati wa kufa yule mwenye kumrithi. Sasa katika hili isije katokezea wajukuu wa huyu marehemu ambao ni watoto wa huyu mtoto aliyekufa, aliyekimbia mirathi, wasije wakawakalia rohoni mababa zao wadogo na mashangazi zao kwamba mmetudhulumu mali zetu sisi. Baba yetu alikuwa na haki hapo. Naam, alikuwa na haki alipokuwa hai, lakini alipokufa sheria ya mirathi inaeleza kwamba huyu ashapoteza haki ya kurithi.